kumtukuza na kumkirimu mgeni ni moja katika tabia za Waislamu. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kushikamana na tabia hizo. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutachukua juz'un akhir katika mazungumzo yetu yaliyopita, upande wa mwisho au sehemu iliyobakia katika habari za tabia za kumkirimu mgeni, na tulitaja baadhi ya dondoo za tabia iliyobaki katika sehemu tuliyoitaja ya kumkirimu mgeni, nayo ni salamu. Salam ni kitu kidogo sana kwa mawazo yetu tunapokifikiria, lakini katika Uislamu ni jambo kubwa sana. Hata katika mazungumzo yaliyopita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomkumbusha bwana mtume kwamba hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama, walipoingia tu katika nyumba ya Ibrahim walitoa salam, qala salamun qaumun munkarun, na Sayyidina Ibrahim akarudisha salamu kwa wageni wake. Hapa inatubainikia kwamba salamu ni moja katika tabia njema ambazo Muislamu anapaswa kujipamba na tabia hizo. Lakini salamu ambayo tutaielezea leo biidhnillahi tabaraka wa taala, tunamwomba Mwenyezi Mungu atutanabahishe katika yale ambayo tumeyasahau yanayofungamana na mambo ya salamu. Nini maana ya salamu? Salam unapompa mwenzako ni kumuombea, na ndio maana bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia Waislamu msiseme salamu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mnamuombea nini Mwenyezi Mungu? Ukisema salamu ala Allah, salamu iwe juu ya Mwenyezi Mungu, kwamba unamuombea Mungu akingike na kila mapungufu, na Mwenyezi Mungu amekamilika. Lakini unapomuombea mwanadamu mwenzako, kwa maana ukimwambia assalamu alayka, yani tuslimuhu, unamuombea Mwenyezi Mungu amweke mbali na maradhi na magonjwa na hasadi na wenda wazimu na ukoma, yani kila aina ya mabaya ambayo unayajua wewe. Hapa maana ya assalamu alayka, kwa maana kwamba huyo ndugu yako anayekutakia hivyo anakuombea Mwenyezi Mungu akusalimishe, kwa maana kwamba akukinge, akuweke mbali na hayo matatizo. Sasa sahaba wakati walipokuwa katika sala, ndio ikifika assalamu alaina wa assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, walikuwa kitaja mpaka wakimsalimia Mwenyezi Mungu, amani iwe juu yetu, amani iwe juu ya Mwenyezi Mungu, amani iwe juu ya Jibril. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza, akamwambia la taqulu salamu ala Allah, msiseme salamu iwe juu ya Mungu, lianna Allah huwa salam, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe hii assalam ni jina lake na yeye amekamilika. Utamwombea Mungu asipate ukoma, utamwombea Mungu asipate wazimu, utamwombea Mungu asipate maradhi? Haiwezekani. Niombee mimi na yule ambao tuna mapungufu, ndio maana ya salamu. Sasa mimi nashangaa kwa mtu ambaye akisalimiwa anachukia. Nani asiyeomba kila siku Mungu ampe afya? Sasa mwenzako anakuombea, anakupa salamu kwamba Mungu akuafi, yuslimuka Allahu min aljuzam min aljunun min alhaqd min alhasad min kulli marad, Mungu akuepushe na maradhi na majanga na kila aina. Ndio maana ya nini? Salamu alayka. Angalia Uislamu. Bila shaka zamani kabla kujua haya, unafikiria sisi tunasalimiana kiada ada tu, lakini wakati tunapotoleana salamu nastahdhir, tunaileta mbele yetu hii salamu, tunampa nani salamu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia msimsalimie Mwenyezi Mungu, jisalimieni wenyewe na wasalimieni waja wengine katika ardhi na mbinguni. Ndio maana ikaja assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin.
semeni assalamu alaina, amani iwe juu yetu sisi, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja wema wote wa Mwenyezi Mungu. Fa innakum idha qultum dhalika faqad sallamtum ala man fil ardi wa man fis samaa, mtakaposema hivyo mujue mumewasalimia, yani mumewaombea dua watu wote wa mbinguni na ardhini. Lakini msiseme salamu iwe juu ya Mwenyezi Mungu. Waislamu, hakuna dini nzuri kama Uislamu. Ndio maana Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kateremshiwa ayat, akaambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Enyi Waislamu, musiingie katika majumba ambayo si majumba yenu mpaka muombe idhni ya kuingia na muondoshe upweke na muwasalimie watu wa nyumba hiyo. Hatta tastanisu, katika qiraa wanasoma hatta tastadhinu wa tusallimu ala ahliha. Si ruhusa kwa Muislamu kuingia katika nyumba ya mwingine isiyokuwa yake moja kwa moja tu bila ya kustanis. Yani istinas ni ile kuondosha upweke, na hii ni tabia miongoni mwa tabia za Kiislamu vile vile, kwa maana ule uchangamfu unaopata introduction. Na zamani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda hivyo, na ndio maana wale wanasema istinas qabla sual. Hata unapouliza, ulama wa social education, ilmu al-ijtima, wanasema hata ukitaka kuuliza swali ni vyema kwanza kuwe na istinas. Maana yake nini? Mfano, mtu anapotaka kumkamua ng'ombe maziwa, wakulima wanafahamu haya. Huwezi kumwona mkulima anakuja haraka haraka na mkamata tu ng'ombe chuchu zake na kamua maziwa, abadan. Istinas ni ile anamgusa gusa kidogo, anampapasa mgongo, unaona, anamkuna kichwa, ile ndio inaitwa nini? Istinas. Anamuandaa psychologically kutaka kufanya ile kazi ambayo, na hii ni tabia ambayo katika mambo mengi watu wanafanya istinas. Hata starehe za nyumbani, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema la yaqa'u ahadukum ala zawjatihi kama yaqa'u al-himar ala himar, asimuingilie mmoja wenu mkewe kama punda anavyomwingilia punda mwenzake. Kuwe kati yao kuna introduction ya kufanya kitendo, ile ndio inaitwa nini? Istinas. Sasa ukimwona mtu anakuja katika nyumba akaingia tu mlangoni akaanza kuchungulia huku na huku, huyo hana tabia za Kiislamu. Istinas ni ile unakuja unagonga, alafu unatoa salamu. Ile salamu ndio inaanza kukata upweke. Niambie wewe, umekaa nyumbani kwako unakuta tu mtu anafungua mlango bila ya hodi, bila ya salamu, utamuonaje yule mtu? Utamnadia mwizi. Lakini mtu akagonga hodi kisha akatoa salamu, ile istinas, hujambo, habari za siku, ile ndio inaitwa nini? Istinas. Na ndio Uislamu ulivyoamrisha. Na wanataja baadhi ya ulama kwamba Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu katika ukhalifa wake, wakati ilipoharamishwa pombe ilikuwa ni halali wakati huo, yani sio kwamba ni halali katika kitabu, la, ilikuwa haijaharamishwa kwamba ni halali kwa wanakunywa tu. Qur'ani ikawa inacheremsha siku baada ya siku aya za kukataza, walikuwa wanakunywa watu, ikaja sehemu baada ya sehemu mpaka katika hatua tatu, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, mwisho rijsun min amali shaitani fajtanibu, haram. Ikawa watu hawalewi tena. Lakini wengine walikuwa walevi bado wakawa wanagusa gusa. Sayyidina Umar akapita siku moja katika nyumba, akasikia sauti za kilevi. Unajua walevi wana sauti zao, walevi wana mazungumzo yao, wana harufu zao. Ukikaa naye ukisikia yale mazungumzo utauliza huyu kalewa au vipi? Mazungumzo ya kilevi.
hata kama umuoni, lakini ukisikia mazungumzo fulani unajua huyo mlevi. Saidna Umar alisikia sauti za kilevi, lakini walikuwa ndani ya nyumba. Sasa afanye nini ili awakamate red handed? Akaparamia ukuta, kashtukizia yuko mbele ya nyuso zao, wamekamatwa na glasi za ulevi mikononi. Hawezi kukataa kwamba mie mnanisingizia ulevi umekamata. Sasa Saidna Umar akasema, je, hamkujua kama Uislamu umeharamisha? Vipi mnalewa jamii ya Kiislamu? Mmoja wao akamuuliza Umar, ikiwa sisi tuna makosa, kosa letu ni moja tu, lakini wewe tunakushangaa ambaye ni amiri almu'minin, makosa yako matatu. Sasa je, mwenye kosa moja na mwenye makosa matatu, nani aliyokuwa na makosa mengi? Sasa Umar akauliza, makosa yangu mimi matatu yepi? Akaambia, ndiyo, tabia za Kiislamu zinasema wa'tul buyuta min abwabiha, nendeni katika majumba kupitia milangoni. Wewe umeparamia, min ayi babin dakhalta ya Umar, umeingia mlango gani tuonyeshe? Tumeparamia. Kitizama kweli ameparamia ukuta, kadondoka mbele yao. Wewe kosa lako la kwanza. Kosa la pili, ulipoingia hapa tu, Mwenyezi Mungu anasema la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, uwasalimie watu hapo nyumbani. Wewe hukutusalimia, umetukamata tu mnakunywa, nimekukamateni, salamu hamna. Na la tatu, Mwenyezi Mungu anasema hata mkiingia katika hiyo majumba, anasema ingieni katika milango yake kisha wasalimieni. Jambo la tatu, wewe umetufanyia sisi tajassus, umeanza kutuchunguza chunguza, na Uislamu likataza mambo ya kuchunguzana. Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, sema katika aya refu, wala tajassasu, kaanza mbali, la yaskhar qaumun min qaumin asa an wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala msifanyeni uchunguzi, ukamchunguza huyu mpaka ukafikia ukajua. Na Mungu kakataza. Man alladhi akhbaraka annana nashrab, ni nani alikupa habari kwamba sisi tunakunywa hapa? Si umetuchunguza ndio umetujua? Na tatu, sisi tunakubali kosa letu la ulevi, tunakunywa moja. Walevi lakini wanajua sheria, na mara nyingine watu wengine ndio wanalewa, wanafanya dhambi, lakini wanajua kwamba wanafanya makosa. Basi Sayyidina Umar ibn al-Khattab akawa mbele yao, kadangana kadua, wale wanampa habari kama zile. Ikhwatal iman, tabia za Kiislamu kusalimiana ni tabia kubwa kabisa. Na wewe utaona kwamba yeyote anayekusalimia, mapenzi yanaingia katika moyo wako, na utaona kwamba yule asiyekusalimia, unaona kama kuna kitu katika moyo wako. Wewe peleleza, akipita mtu akikupa salamu na tabasamu, utaona unampenda. Kwa nini kakusalimia? Lakini asikupa salamu, unaona kama roho inakuwa ngumu kwake. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema la tu'minu, asema la tadkhulu aljannata hatta tu'minu, hamwezi kuingia peponi mpaka muwe na imani. Wala tu'minu hatta tahabu, na hamwezi kuwa na imani mpaka mpendane. Ala adullukum awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, je, ni kujulisheni kitu ambacho mkikifanya mtapendana? Mtume anauliza. Kaanzia mbali, hamuingii peponi mpaka muwe Waislamu, hamutokuwa Waislamu wa kweli mpaka mpendane, na hamutopendana mpaka mfanye hichi kitu ninachotaka kukuambieni. Je, sikujulisheni kitu ambacho mkikifanya mtapendana? Afshu salama bainakum, enezeni salamu kati yenu. Salamu ienee, manake mpeane salamu kila mnapokutana.
Tena Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha sallamta ala akhik thumma hala bainaka wa bainahu shajara au jidar au hajar thumma laqitahu fasallim alayhi. Unapompa ndugu yako Muislamu salamu, kisha kukawa na mti umekuwekeni kati yake na, yani ukawa hala ni kizuizi kati yako na kati ya ndugu yako ulompa salamu, mti ukamkuta tena mpe salamu, au ukuta ukakuta tena mpe salamu, au jiwe baada ya kulipita tukamwona tena mpe salamu. Kwa maana kwamba salamu haina maana kwamba sasa hivi si unisalimia wewe. Na watu wao wanagomba kwa hilo. Mimi sijawahi kuona nchi yenye salamu nyingi kama Unguja. Hata huko Maka na Madina hakuna salamu kama hizi. 1 2 3 salamu alaykum, 1 2 3 salamu alaykum. Sasa huyu mtu kweli ana akili, anakataa salamu wakati hapa tunasema salamu Mungu akukinge na wenda wazimu. Sasa unataka kuwa mwenda wazimu? Mungu akukinge na maradhi, unataka huumwe wewe huna maradhi? Kwa sababu tumezoea sisi kufanya mambo yetu ada. Unajua binadamu wa leo mambo yake ya ada, sio ibada. Tahawalat alibadatu ila aladat. Hata ibada leo tumezigeuza, tumezifanya ada. Usishangae mtu akawa anakuja kusali kiada tu kwa sababu Waislamu wanasali na yeye anasali. Anaweza mtu akasimama katika musalla hajui anasema nini katika sala. Usishangae mtu anafanya ibada hajui anafanya ibada hii kwa nini. Kwa sababu gani? Ni ada tu. Kama akiamka anaona mbingu juu ndo imekuwa ada tu. Akiwa Ramadhani imefika ndo watu wanafunga, ni ada tu kwake. Waislamu wote wanafunga, basi na yeye yumo tu. Watu wanaenda Maka na yeye akipata pesa na kwenda tu. Basi ada tu. Lakini katika nafsi yake ahudhurishi kwamba hili ni jambo kubwa. Tulipokuwa tunafanya mambo kiada ndo maana athari haipatikani. No, unachuoni mmoja pale Madina anasema siku ya Ramadhani adhana imeshapigwa, imeshasomwa adhan, pale akachukua tende akapiga haraka kisha akasema kabla hata ile tende haijaingia akachukua tu mdomoni, Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftar. Mwisho kamalizia dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Kiu imeondoka. Anaomba hiyo dua, anasema ya Rabbi kiu imeondoka, koo imesharuama na ujira umeshathubutu kwa Mwenyezi Mungu. Sasa mwanachuoni mmoja akamwambia hata maji hujanywa unamwambia Mungu eti kiu imeondoka. Ni kweli? Si uongo huo? Utasemaje kiu imeondoka na hujanywa hata glasi ya maji? Kwa maana kwamba hata zile hadithi za Mtume hatujazifahamu bado. Sasa kunywa maji kweli kiu iondoke, alafu mwambie Mwenyezi Mungu sasa alhamdulillah dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruq, sasa hivi kiu imeondoka ya Rabbi na kila kitu kimekuwa sawa. Lakini wewe hata kuonja hujaonja usema dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruq. Kwa sababu ya nini? Maneno yanapita kiada. Mwanamke wa Kiislamu anajipamba kwa kuvaa vazi la Kiislamu mbele ya swala. Kavaa hijabu yake vizuri, kastiri isipokuwa uso na viganja vya mikono. Akitoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, anatoka kutoka nyumbani kwake na kwenda mtaa wa 3 kichwa wazi. Sasa Uislamu gani ulimwambia kisimama pale ndo avae vile, lakini akitoka nje aende kichwa wazi? Anafanya yale mambo kiada. Hajui kwamba vile alivyo katika sala anatakiwa akitoka awe vile stara kubwa, niqab au hijab shar'i. Vijana wenye kukamata matasbihi, mtu hii tasbihi anaikamata kiada. Usishangae ukaona watu wako mabarazani na maskani wanapitisha shingo hivi, wanatazama anayepita wakisifiana. Angalia msuli wake, angalia paja lake, angalia kifua chake, angalia mgongo wake, huko na tasbihi yake. Astaghfirullah. Ile tasbihi kaikamata kiada tu, kwamba Waislamu wanakamata tasbihi na yeye kaikamata. Lakini hiyo tasbihi imekamatwa, kuna upande mwingine na maneno yake na fikra zake ziko katika upande mwingine. Kwa hiyo kaikamata tasbihi ni ibada au ni ada?
ni ada tu, kama vile watu wanavyokamata bakora, kwa sababu anafuta dhambi huko anasema. Sasa zipi unazozifuta na zipi unazozisema? Ulipokuwa Uislamu na Waislamu mambo yao ni ada, ndo kila kitu kinakuwa hakina thamani, hakina athari, na salamu yetu imekuwa hivyo hivyo. Sasa je, pale tunaposema assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kweli tunahudhurisha katika nyoyo zetu kwamba tunajisalimia wenyewe, kwa maana tunajiombea na tunawaombea waja wote walio mbinguni na ardhini? Je, unahudhurisha katika nafsi yako kwamba unaombea masahaba wa Mtume, unaombea masahaba wa Isa, unaombea masahaba wa Saidina Musa, unaombea watu wema wote? Unahudhurisha katika moyo wako? Haipiti, inakuwa ada tu. Hatuhudhurishi kitu chochote katika nafsi zetu. Kwa Mtume anasema mkitaka kupendana peaneni salamu, na ukitaka kumuona ndugu yako Muislamu amefurahi mpe salamu, utaona bashasha inakuja katika. Tena salamu yenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ala man arafta wa man lam ta'rif, salamu unawapa unaowajua na usiowajua. Sisi tumezoea kwamba unamjua ndo unampa salamu. Mpe salamu yoyote umjuae na usiyemjua. Hasa katika kisiwa chetu mashaallah wengi ni Waislamu, unawapa salamu. Huyu unamjua unampa salamu, huyu umjui unampa salamu. Na aina ya kutoa salamu assalamu alaikum, au inavyotajika ulama baadhi wanasema ikiwa ni mmoja tumwambie salamun alaika, na yeye atakujibu alaika salam. Hivi ndivyo inavyotakiwa katika utoaji wa salamu. Ikiwa ni wengi salamun alaikum, na hawa watarudisha alaikumus salam. Lakini ulama wengine nasema ni bora iwe am assalamu alaikum, lakini vyovyote itakavyokuwa ni sahihi kabisa. Na Qur'an inasema fa idha huyitum bitahiyya fahayyu bi ahsana minha au rudduha, mnapoamkiwa kwa salamu nyie rudisheni nzuri zaidi au rudisheni mfano wake. Aya hii inatufundisha nini? Kwamba mtu akikupa salamu kwa salamun alaik, wewe unatakiwa urudishe mfano wake. Na kurudisha mfano wake ni vipi? Alaikum salam. Kimwambia mtu salamun alaik, yeye atakwambia alaika salam. Ukimwambia mtu salamun alaikum wa rahmatullah, naye atakujibu alaikum salam wa rahmatullah. Ukimwambia mtu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na yeye kujibu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ndio mfano wake. Kwa hiyo mtu akija assalamu alaikum, na nyinyi alaikumus salam. Akisema assalamu alaikum wa rahmatullah, na nyinyi alaikumus salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ndio kujibu mfano wake. Ahsana minha ni mtu kukwambia salamun alaikum, wewe ukamwambia alaikumus salam wa rahmatullah, ukaongeza wewe. Hii ndio nini? Ahsanu minha, nzuri kuliko salamu yake yeye. Ndio Qur'ani imehimiza wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha, mkiamkiwa na nyinyi rudisheni nzuri kuliko salamu hizo au mfano wake, kwa sababu salamu inatia mahaba na mapenzi katika nyoyo. Kwa hiyo ikhwatal iman, Mtume katika hadithi nyingine anasema la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam, si halali kwa Muislamu kumhama kwa maneno, kumhama yani kumnunia Muislamu mwenzake zaidi ya siku 3. Hawamkiani, hawasemezani. Na hii katika jamii yetu imekuwa kama tabia yetu. Na unapokuwa unampa mwenzako salamu, wewe mwenye kupokea salamu unatakiwa uchunge ile salamu yako
iende kitabia na akhlaqi alizofundisha Mtume. Kwa maana kwamba akija mtu anakupa salamu kwa uso wa bashasha, na wewe rudisha salamu kwa uso wa bashasha. Kakupa mtu salamu kwa uchangamfu, na wewe rudisha salamu kwa hali ya uchangamfu. Unaonaje siku ya leo mtu anakuja bwana haraka, assalamu alaykum wa rahmatullah, alaykum assalam wa rahmatullah. Hii ni moja katika tabia chafu ambazo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikataza. Au mtu anakuja anatoa salamu, wewe humjibu. Akija mtu akitoa salamu kwa sauti ya juu, wewe mjibu kwa sauti ya juu, ndio kurudisha kwa mfano wake. Akija mtu akikupa salamu kwa upole, kwa unyenyekevu, na wewe rudisha vile vile. Akija mtu kwa tabasamu anakupa salamu, na wewe rudisha vile vile kwa tabasamu. Sio mtu anakuja na cheka na furahi, assalamu alaykum, wewe umenuna alaykum assalam wa rahmatullah. Utaona hata haziwani, hakuna coordination, hakuna insijam baina salamain. Hizo salamu mbili zote hazina. Lakini Uislamu umechunga mpaka uadilifu wa kulipana katika salamu, na Mwenyezi Mungu ndo muadilifu. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, makafiri waliposema inna wajadna abaana wallahu amarana bihadha, sisi tumewapata wazee wetu wanayafanya haya na Mungu ametuamrisha tuyafanye hayo. Makafiri wanaambiwa na mtume wao, msifanye hivi, msifanye hivi. Wasema Mungu ametuamrisha tufanye haya na wazazi wetu tumewakuta wakiyafanya haya, kwa hiyo sisi tunafuata wazazi wetu na tunamfuata Mungu. Tazama maneno ya uadilifu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akawaambia inna Allaha la ya'muru bil fahsha, hakika Mwenyezi Mungu haamrishi watu kufanya maovu. Ka comment moja tu, makafiri walitaja mambo mawili, wajadna abaana wallahu amarana, tumewapata wazee wetu na Mungu ametuamrisha. Wao wametaja mawili, Mungu amecomment moja tu kwamba Mungu haamrishi maovu, mmoja lingine hajali comment, hajalizungumzia lile la kwamba tumewapata wazazi wetu, kwa sababu lile ni kweli. Makafiri wamewapata wazazi wao wanayafanya yale. Angalia Mungu hata uadilifu wa maneno anauchunga. Sikwambii leo mtu sisi uadilifu tunaona ni katika mambo fulani fulani. Hata mazungumzo yako ndugu yangu Muislamu, hata salamu yako unatakiwa uchunge uadilifu wakati wa kuirudisha. Mungu anatufundisha mambo mengi katika Qur'an. Kwa hiyo la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha, si halali, haijuzu kwa Muislamu, si vyema amuhame ndugu yake Muislamu kwa kumnunia kwa muda wa siku 3. Anasema yaltaqi hadha bihadha yuaridu hadha, huyu anakutana na huyu, anampa mgongo huyu, huyu anampa mgongo mwenzake. Anasema wa khairuhuma man yabda'u bisalam, na mtu bora katika wawili hawa ni yule atakayemwanza ndugu yake kwa kumpa salamu. Kwa maana kwamba wewe unatakiwa uvunje kimya kile kwa kumpa salamu ndugu yako. Uislamu unakupa wewe credit. Kwa sababu gani? Umevunja kimya kile cha ugomvi. Ukimuona mpe salamu, ile salamu inafungua mlango wa mahusiano kurudi tena. Lakini jamii yetu inaweza kukaa mtu miaka 2 hasemi na mwenzake, na naona fakhari yule miaka 2 leo sizungumzi naye, hapati kauli yangu, ananichezea mie, hanifahamu vizuri mie, hanijui mimi yule, na wallahi sisemi naye mpaka siku ya kiyama. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mbora wao katika hao ni yule atakayeanza kumpa ndugu yake salamu. Na Uislamu umeona hatari juu ya mambo haya, sababu hadithi ya Mtume inasema kila wiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapopokea amali anawasamehe waja ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na kitu chochote, msamaha wake juu yao. Anasema illa rajulun bainahu wa baina akhihi shahna, illa rajulan bainahu wa baina akhihi shahna, mtu ambaye yeye na mwenzake wana ugomvi, wamenuniana, hao hawasamewi. Mwenyezi Mungu anasema undhuru ilayhima hatta yastaliha, hao
wasubirisheni wasisamehewe dhambi zao mpaka wapatane. Kuna msamaha tu kwa watu wote isipokuwa kwa watu walionuniana. Walionuniana hawapati msamaha wa Mwenyezi Mungu mpaka wapatane. Fikiria kuanzia leo umemnunia nani husemi naye. Kwa nini? Sio kwamba Uislamu unakuwa unafanya mambo sahali tu, hapana. Yapo mambo yakija kisheria kweli, kukiwa na sababu za msingi, anaruhusiwa mtu kukatua kauli na wenzake, kama ilivyotokea katika kisa maarufu cha sahaba Ka'b na wenzake. Katika Qur'ani kumetajwa wa ala thalathati alladhina khulifu, kuna wale watu watatu wale ambao hawakushiriki katika vita pamoja na bwana mtume, wakatengwa. Tena mtume akatoa amri, hawa msiseme nao, wakawa hawasemeshwi. Hata wakija wakitoa salamu, siku moja Kaaba anakuja kwa mtume, anasogea mpaka mbele, assalamu alayka ya Rasulullah, anamtizama kwenye mdomo, anasema la adhunnu anna an-nabiyya qad harraka shafatay. Anamtizama midomo yake mtume kuitizama, je, ametetemesha midomo yake kwa kuitikia. Akienda kwa huyu ananuniwa, akienda kwa huyu. Hii ilikuwa ni adabu moja katika adabu za kupewa hawa watu ambao walitakhallaf katika hivyo vita. Lakini kwa amri ya mtume, kwa amri ya Qur'an, ikapita masiku siku zaidi ya 40 hawasemeshi mpaka iliposhuka tauba. Lakini hichi ni kisa muayyana, lakini sisi tunanuniana upuzi tu, hakuna sababu za msingi, tunatukanana. Lakini akiingia kati mmoja kusuluhisha ugomvi kama huo, huyo naye thawabu zake ni kubwa. Na hata unatakiwa utumie njia, hata kutumia uongo katika kusuluhisha inafaa. Uongo unatumika katika sehemu 3. Moja ni kusuluhisha kati ya wawili waliogombana. Ni tabia ya kwamba unamuita mwenzako, bwana si vizuri, mwenzako yule amesema yeye yuko tayari kupatana nawe na wala hajasema, lakini unataka kuwapeleka wapate kusuluhishana. Kasema yeye basi yamekwisha, twende tukakutane tuyamalize. Kasema naam, kasema. Na yule unamwambia bwana kasema yeye yuko tayari, ugomvi umalizike. Unawapatanisha baadaye, sio, lakini unatumia uongo kila siku kwa sababu ya lengo fulani la watu wapatane. Au katika vita ni hadaa. Vita ni hadaa, na unaweza kutumia uongo katika vita, lakini sio katika mikataba. Hata sisi na makafiri tunapokuwa katika mikataba, tunapaswa kutekeleza mikataba ile. Ahadi zile tunazopeana za kivita, zile lazima zichungwe. Na ni masala marefu ulama wamezungumzia huko. Na mtu kumdanganya ahali yake, akiona hapa sasa kutakuwa kuna ugomvi mkubwa utatokea, ndoa itasambaratika, kutaharibika, unaruhusika kidogo kusema, lakini sio kwamba iwe ndo tabia yako daily, inakuwa ndo hilo tu. Imekuwa ni moja katika minasaba hatari mno. Hapa hakuna njia nyingine hapa isipokuwa nipitie njia hii. Lakini watu ughafilika, kaona hii ndo sunna ya maisha, kwamba kila siku ya kazi yake kudanganya tu, kazi yake hiyo. Haitakiwi abadan. Uongo ni moja katika tabia chafu mno, na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumzia suala hilo, anasema iyyakum walkadhib fa innal kadhiba yahdi ila alfujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Uongo unampeleka mtu katika mashimo ya moto, na mashimoni huko moja kwa moja anakwenda katika kupata balaa. Salamu ikhwatal iman ni kitu kimoja muhimu sana katika jamii. Sasa je, kafiri anapokupa salamu unawajibika kurudisha salamu? Kafiri hata akikupa salamu wewe unawajibika kurudisha salamu, kwa sababu Qur'an inasema idha huyitum bitahiyya, mukiamkiwa fa ayu bi ahsana minha aw rudwa, na nyie rudisheni salamu. Kwa hiyo kafiri au walikuwa sema assalamu alaykum, na wewe unafaa kumwambia alaikumus salam.
unapaswa kumkurudisha salamu vile vile. Lakini utasema la, Sayyidina Muhammad alimwambia bibi Aisha, aliwaambia watu idha sallama alaykum ahlul kitab faqulu wa alaykum, watu wa kitabu wakikusalimieni waambieni wa alaykum. Kwa hiyo kafiri kuambia salamu alaykum mwambie alaykum. Anasema la, hii ilikuwa ni kadhia muayyana na mtume alibainisha, kwa sababu Mayahudi wakati ule walikuwa wakisema maneno machafu, wakipita kwa mtume salamu alayka ya Muhammad, yani salamu alayka almautu alayka ya Muhammad, wakimwapiza. Sasa ule ujanja wao walikuwa hawasemi salamu, walikuwa wakisema sam, yani kifo, kifo juu yako wewe Muhammad. Mtume akagundua kwamba hawa hawatoi salamu, wanasema kifo juu yako. Kwa hiyo mtume akamwambia wakikupeni salamu hawa waambieni wa alaikum. Sasa kusema kifo juu yako na wewe juu yako kifo vile vile, ndio salamu za. Lakini kama wewe unaamkiwa na mtu akabainisha vizuri salamu ambaye sio Muislamu, akakwambia assalamu alaikum, mwambie wa alaikum assalam. Vibaya ni waliozungumza ulama kusema usiwaanze wewe kwa salamu, la tabda'uhum bisalam, usiwaanze wewe hao watu kwa salamu, kwa sababu wakikupa wewe salamu rudisha salamu. Ama ile kwamba tuambie wa alaikum ni wale ambao salamu ambayo wanaitoa ni kwa kejeli, na kama vile alivyobainisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia kadhia moja muhimu katika mazingira ya nchi yetu, salamu kwa wanawake. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alipita siku moja katika kundi la wanawake, akatoa salamu, lakini akapeleka salamu ile kwa mkono vile vile. Yani alitoa salamu kisha akapeleka na mkono, kwa sababu ukiwa mbali unatakiwa ile salamu yako kama sauti haitofika, na mkono vile vile uwe unaishindikiza ile salamu. Lakini haifai kutumia mkono tu ukasema hiyo ndio salamu, haipaswi. Mtu unapita, hii sio salamu, inatakiwa uitamki hasa katika mdomo wako, ndio sunna. Au mtu yuko kwenye baskeli yake anagonga kengele ya baskeli, tunasema mmepita pale mmewapa salamu, kumbe kapiga kengele ya baskeli. Au anapita na gari yake anapiga ono, mmemwamkia, hujaamkia bado. Hata ukiwa ndani ya gari yako ukitoa mkono hivi uitikie salamu, uwe unasema assalamu alaikum. Kwa hiyo mkono peke yake haijatosha, au honi ya gari au kengele ya baskeli au njia yoyote nyingine, ukiwasha taa ya gari ndio salamu imetosha, mmemwamkia. Salamu unatakiwa utoe kwa mkono wako au kwa mdomo wako, na mkono kama utafuatia baadaye, ishara kwamba walio mbali aone yule anasalimia. Sababu mtume alipita mbele ya kundi la wanawake akatoa salamu na mkono. Sasa je, mwanamume nafaa kuwasalimia wanawake? Ulama hapa wamezungumza maneno mengi, lakini ala kuli hal, kiwa ni salamu tu, tena ambayo salamu ile haitoleta fitna kati ya mume na mke. Kwanza hili ni jambo la mwanzo lenye kuchungwa, jambo la kwanza lenye kuchungwa. Kwa mtume na hakuna fitna kati yake na wanawake, kwa sababu mtume atqana lillahi wa akhshana, yeye kwanza ni mcha Mungu zaidi kuliko. Kwa hiyo ikithubutu au ikiwa ni katika mazingira kwamba ni mtu muungwana, ni mtu ambaye mcha Mungu, basi hakuna matatizo juu ya salamu hiyo kwa kuwapa wanawake na wao wakamjibu. Au ikiwa ni watu wazima kama sisi vijana na kuamkiana na watu wazima, kina mama kuwapa salamu wazee ambao ile fitna nafasi yake ni ndogo sana, pia haijambo, inatakiwa tuwasalimie. Ama watoto wa kike wari na vijana mashabab kama sisi kukutana tukapeana salamu, hii haitakiwi, kwa sababu ya kuondosha mzizi wa fitna. Kwa sababu Uislamu una kaida moja unazungumza. Uislamu unasema dar'ul mafasidi khairun min jalbil masalih. Una mlango wa usul al-fiqh, wanachuoni wa fiqh wanasema kuondosha madhara ni bora zaidi kuliko kuleta maslaha. Salamu ni kitu kizuri, naam. Salamu ni jambo zuri, naam.
lakini ikiwa kutasababisha madhara kwa salamu ile, bora isiwepo. Ndio nini? Dar'ul mafasidi khairun min jalbil masalih, kuondosha madhara ni bora kuleta maslaha na faida na mambo mazuri. Kwa salamu ni kitu kizuri, lakini vijana wali na shabab wakikutana, salamu alaykum wa rahmatullah, zile sauti peke yake zinaweza kuleta mitihani. Kwa hiyo ndio maana salamu hapo inatakiwa isiwepo kati ya watu aina hiyo, na kukiwa kunachelewa fitna, kwa sababu Uislamu unaufunga mlango wa fitna kabla hujaufikia. Kuna watu wengine wana maradhi, sauti yoyote yeye kwake inamuumiza, hata hiyo ya salamu. Na ndio maana Sayyidina Muhammad kateremshwa kauli juu ya wake zake, akamwambia fala takhda'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, wala musiregeze sauti zenu nyie wanawake wakati mnaposema, asije akawa na tamaa yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi. Na ni wengi walioje walikuwa na maradhi katika nyoyo zao kwa kusikia tu sauti, sababu walikuwepo hata wakati wa bwana mtume. Wengine walikuwa kiapa, anasema wallahi Muhammad akifa nitamoa mkewe Aisha. Wanafiki walikuwa wakisema wazi wazi, akifa tu mimi naoa. Akamwambia hawa ni mama zenu, kama mtu atakumoa mamake, kwa sababu ummahatul mu'minin. Kwa hiyo msiregeze sauti zenu wakati mnapozungumza na hao, kwa maana kwamba kweli Muislamu anaweza kuzungumza na Muislamu wa kike, lakini kuchungwe ile taratibu zake na sauti isiregee. Mwanamke anatakiwa akakamae wakati wa kuzungumza, achunge sauti zao, isiwe ndio sababu tena mwanamume anazungumza na yeye akona hapa sasa nikizungumza sauti yangu kama ile ya kawaida itakuwa lakini niregeze sauti kidogo. Yule aliyokuwa na maradhi akiondoka pale atasema basi tayari kisha nipenda, umesikia sauti ile, natamani niifungie mahali niwe nasikiliza kidogo kidogo tu wakati wa kulala. Vijana wanasema hivyo mara nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu moyo wake una maradhi, sauti yake tu. Mwanamke amestiriwa katika Uislamu. Wewe ukifungua kurasa zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa Qur'an, utakuta anna al-Qur'ana satara al-mar'a, Qur'ani imemstiri mwanamke, imemstiri kabisa kabisa. Hata ala al-asma, mpaka kutaja majina ya wanawake pia Qur'ani haikutaka, imewastiri wote. Ukisoma Qur'an utakuta mambo mengi ya wanawake yamezungumzwa huko, lakini majina yamestiriwa. Mwanamke ni mtu wa stara au kutaka kustiriwa. Ajabu kwetu sisi ambao tunafurahi wake zetu kutoka vichwa wazi, wamevaa ngozi na wabana, kwa maana kwamba wewe umemuoa, umempenda. Sasa unavomtoa vile unataka na watu wengine nao wampende, wamfanye nini? Unatakiwa ufiche kile kitu, umstiri, kwa sababu Qur'ani imestiri. Ukiona Qur'ani inazungumzia wanawake inatoa ishara tu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Hii Qur'ani hapa aya hizi zinazungumzia wanawake wawili, mke wa Nabii Lut na mke wa Nabii Nuh. Wengine hakuwataja majina, akasema tu daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kisha ishara nyingi, kanata, ndoa wawili, tahta abidaini min ibadina salihaini fakhanata, wao wawili bado, fakhanata, wakawafanya khiana, wala yughniya anhuma, bado ni wawili, min Allah shay'a, waqila dkhula an-nar, wanatajwa lakini hakusema hata majina yao ni nani na nani. Hata chini kidogo, wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun, hakutajwa. Jina lake ni maarufu, Sayyida Asiya bint Muzahib, limestiriwa pia lile jina, kwa
kwa sababu wengine ni wagonjwa mpaka wa majina ya wanawake. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura nyingine kule anasemaje? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Qad sami'a Allah qawla allati, ismu ishara, allati, qad sami'a Allahu qawla allati, jina hili anaashiriwa yule mwanamke ambaye na jina lake ni maarufu, Sayyida Khawla bintu Malik au Khawlatu bintu Sa'laba katika riwaya, ni mwanamke maarufu, lakini Qur'an ilisema qad sami'a Allahu qawla Khawla, la qawla allati tujadiluk wa tashtaki wallahu yasma'u tahawur. Inna Allah, imestiri mpaka majibu. Mwanamke wa pekee ametajwa katika Qur'ani ni Maryam, na kuna sababu nyingi zilizofanya mpaka akatajwa kwa jina katika Qur'an. Kifungua kurasa zote za Qur'an utakuta jina hili peke yake tu ndilo lililotajwa katika Qur'anul Karim, lakini wote umetajwa kwa kinaya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha, ni mwanamke huyo. Min ba'di quwwatin ankatha, ni mwanamke huyo. Lakini Maryam ametajwa kwa sababu kadhia ya Sayyida Maryam ni kubwa, imeleta mzozo mkubwa kati ya wana wa duniani hapa, walimwengu, kwa sababu kazaa mtoto huyo watu wananasibisha kwamba ni mtoto wa Mungu, kwa sababu Maryam hakuzaliwa, hakuolewa, Maryam hakuwa na mume. Sasa mtu awe mwanamke hana mume alafu azae mtoto, itakuwa huyu mtoto kapata vipi? Kwa itakuwa huyu ni mtoto wa Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu alimtaja Sayyida Maryam kwa lengo la kumnasibisha mwanawe atakayemzaa, ili watu wakija wakiuliza huyu ni Isa ibn man, aseme Isa ibn Maryam. Huyu ni Isa, mama yake ni Maryam na baba yake pia ndio huyo Maryam. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Mfano wa Isa kwa Mungu ni kama Adam, kaumbwa kutokana na mchanga kisha kusema kuwa akawa. Kwa Nabii Isa baba yake na mama yake ndio huyo Maryam, hakuwa na baba. Msiseme kwamba ni mtoto wa Mungu, Mungu hana mtoto. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sasa wenyewe mnashangaa kwamba Sayyidina Isa hana baba, hamshangai kwamba Adam hana baba wala mama? Kama wakufanywa Mungu hapa, basi kwa fikra zile zao itakuwa Adam. Sababu Adam kaja ulimwenguni la aba lahu wala hana baba wala hana mama, aumbwa tu katoke. Lakini Sayyidina Isa anaye mama, yeye ana mzazi mmoja. Ndio Qur'ani ilipotaka kutaja nasaba yake Nabii Isa ikabidi atajwe huyu Maryam, ili mtu akija akiuliza Isa ibn man, Isa ibn Maryam. Lakini hakuna tena zaidi ya mwanamke aliyotaja zaidi ya Maryam, kuwasitiri wanawake. Watu wengine wanaofahamu Uislamu kwamba Uislamu kazi yake kuwafikiria watu vibaya. Kila wakikaa wao Waislamu wanawafikiria tu watu vibaya. Uislamu unaweka mafundisho, sio kufikiria watu vibaya. Kwa maana kwamba ukisema asikae mwanamume pamoja na mwanamke, hauwafikirii watu vibaya, unatoa mafundisho, unafunga mlango wa fitna kabla haujafikiwa. Ndio Qur'ani ukiipata mara nyingi sana, hata Suratun Nisa, kabla ya jambo halijatokea inakutahadharisha na balaa zitakazokukuta. In khiftum alla tuqsitu fil yatama, in khiftum inatumia neno hili mkiogopea kwamba hamtofanya uadilifu, ile kuwa na hofu tu katika moyo, basi usifanye.
fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Kisha kasema in khiftum alla ta'dilu fawahida. Sio ujaribu kwanza, ukiogopea kwamba hutoweza kufanya uadilifu, oa mmoja kabla haija kupata balaa. Ni Qur'an ndio Uislamu. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'rada, mwanamke akiogopea kwamba mumewe ameanza kuwa na tabia, hajawa na hiyo tabia, anaogopea tu kwamba sasa mume huyu atakuwa na tabia, anatakiwa ampe mawaidha. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, mkiogopea kwamba kuna ugomvi kati ya mke na mume, mkinotice tu kwamba ugomvi unakaribia, kabla haujaondoka kutokezea ukaona waziwazi, chukueni mtu kutoka huko na mwingine huko, musuluhishi. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Qur'an. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون. كلمة خاف يخاف خوفا ndio kinachotumiwa. Ukiogopea sio kwamba ushamuona mkeo ndio yuko katika matatizo, ndio kaingia katika majanga, ndio la. Ukiogopea wallati takhafuna, kwa wale wanawake mnaoogopea, nushuzahunna, kubadilika tabia, mkiogopea kwamba watatoka katika taa, basi fadribuhunna wahjuruhunna fil madaji. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, wapeni mawaidha, waambieni naona sasa unataka kwenda katika njia ambayo si. Wahjuruhunna fil madaji, wahameni katika vitanda. Wadribuhunna, hata kuwapiga muwapige. Hizi Qur'ani inazungumza wazi bayana, lakini ukiogopea inasuluhisha problem kabla haijatokea. Ndio maana inakukataza kukaa karibu na mwanamke, wewe na yeye tu, hakuna watatu wenu. Ikhtilat, ule tangamano kati ya wanaume na wanawake, mix, hili linapelekea mahali pabaya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema khala rajulu bimra'a illa wa kana ash-shaytanu thalithahuma. Mahala popote mwanamke anapokuwa pembeni na mwanamume, basi shetani anakuwa watatu wao. Kisha tunaambiwa la takhluwanna bimra'a, usiwe pembeni wewe na mwanamke peke yenu. Walau kunta tuhafidhuha alquran alkarim, hata kama unamhifadhisha Qur'an, unamsomesha, basi usimchukue ukasema huyu nitaingia naye huku ndani nimsomeshe wenzake wako huko nje. Wasomesha, una haki ya kuwasomesha wanawake, lakini wakiwa wako pamoja. Hakuna kumchukua kwa siri ukaenda naye ukamsomesha mahali pasipojulikana, wewe na yeye tu. Walimu wanaosomesha Qur'an sio kwamba wasisomeshe watoto wa kike Qur'an, wasomeshe, lakini asimchukue mmoja tu akaingia naye mahala pasipojulikana akasema huyu kuna elimu yake special anasomeshwa. Hiyo itakuwa elimu ya Iblis, hata kama ni Qur'anul Karim. Akae mbele ya wenzake na wenzake wanashuhudia na wote wako pale wanasomeshana. Mmoja akauliza, ina maana hii kukaa kando pembeni na mwanamke, walau kanat almar'atu salihah, hata kama mwanamke ni mcha Mungu haifai kukaa naye pembeni? Mwenye kujibu akasema walau kanat almar'atu Maryam bintu Imran, hata ikiwa yule mwanamke uliokaa naye pembeni ni Maryam binti Imran, mama yake Isa, ambaye kwa ucha Mungu anatambulikana katika wanawake wanne, haifai kukaa naye pembeni, kwa sababu shetani atakuwa wanne wenu. Kwa sababu usipomtamani wewe atakutamani yeye. Yasipotokea hayo maradhi kutoka upande wako ukasema mimi najiamini, mimi alhamdulillah mimi hivi, je upande wake? Illa hammat bihi wa hamma biha, ma khala rajulun bimra'a, hakai chemba pembeni mtu yeye na mwanamke, illa hammat bihi wa hamma biha, isipokuwa mwanamke atamtamani yeye
au yeye atamtamani mwanamke, na hasa umri ukiwa ni kwa vijana wadogo hawa ambao ni hatari kweli kweli, inakuwa matatizo. Sasa leo haya mambo ya kukaa ikhtilat baina ar-rijal wa an-nisa tuyapige vita, tuambizane. Kuamkiana kati ya wanawake na wanaume haina maana kwamba ndo tunavunja ustaarabu. Kuondosha hizi fitna kama hizo, hasa tena kupeana na mikono, na zaidi mtu anamkamata mwanamke mkono anaona hamuachii, ndo ujambo, kwenu, baba, mjomba, shangazi, jirani, jirani, na wewe unamuuliza unamjuaje? Basi tu mkono kwa ukamata tu. Sio kwamba ndo anapenda majirani au nini, anasikia ile joto hata kitena kuacha mkono. Sasa hivi vitu kama hivi kwa sababu ya kuondosha fitna. Watu wengi hawafahamu, wanaona kama Uislamu mgumu. Uislamu sio mgumu, kwa sababu unatengezewa wewe mazingira mazuri ya kuishi, watu wakiwa katika ihtiram ya hali ya juu kabisa. Ndio maana vitu kama hivi vinaambiwa watu waviache. Mavazi wavae vizuri, watu kukaa waishi vizuri. Vitu kama hivyo ni vitu muhimu, wanachuoni wawaeleze umumi nas, maisha yapate kuwa na nidhamu. Na ukitizama matatizo yetu makubwa leo ambayo yametupata sababu ya vitu hivi tulivyoviona ni vidogo, tarakamat, vikalimbikizana yakawa mambo makubwa. Leo tunaona kama ndio Uislamu wenyewe. Imebakia kupigana makamama, wanasema watu wa Mombasa, yani kumhagi mtu. Imebakia hiyo, mwanamke na mwanamume kubusiana, kupigana pambaja. Mkasa utampa salamu, utamkamata na mkono, bado umweke kifuani na yakuweke hapa, akubusu huku na huku. Hiyo fanya na mke wako, watu wa nyumbani kwako. Na ukienda nyumbani kwako mtu unatakiwa ukiingia utoe salamu pia. Kama hutogonga una hiari yako. Nyumbani kwako unaweza kugonga ukipenda, yani kuhodisha au usihodishe, kwa sababu nyumbani kwako. Na ukiwakuta wanawake kama nyumbani kwako, una haki ya kutoa salamu. Hii haina maana kwamba salamu ndio isitolewe kwa wanawake. Kuchunga zile fitna, kuchunga sehemu. Nimesema unaweza kuwapa wanawake, hasa wakiwa katika nyumbani kwako, wamekuja labda kumtembelea mke wako, unawapa salamu. Watu wazima ambao kuna fitna haipatikani, unawapa salamu. Katika situation mbalimbali salamu inatoa. Lakini ukiogopea kwamba hapa salamu inaweza kuleta matatizo, basi ni bora ile salamu isitolewe. Sasa ingia nyumbani kwako, hodisha. Ukipenda usihodishe, ni nyumbani kwako. Lakini ni bora Muislamu awe na tabia ya kumuarifu mkewe kama anatoka safari, anakuja, kwamba mimi nakuja na siku fulani nitaingia nyumbani. Hii ni ungwana wa Kiislamu na tabia zake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu asivamie mtu nyumbani kwake. Anaweza kwenda kuyakuta yasiyomfurahisha, lakini atoe salamu mapema. Na Mtume alikuwa akitoa salamu mapema, akisha kuja kabla hajaingia nyumbani kwake anakwenda msikitini, nasali, baadaye anapeleka salamu, anakwenda. Kwa sababu anampa fursa mwanamke, mkewe nyumbani. Kama alikuwa kuna mambo anataka kujitayarisha, anatayarisha. Kama alikuwa anataka kukupikia, anaanza kukupikia. Kama kitu gani mwenyewe kujinadhifisha nywele, kuchana vizuri, kujiweka smart kwa ajili yako, anafanya vile, ili ukifika nyumbani upate kila kitu kiko sawa. Ndio hikma yake. Lakini leo unakwenda, lakini unasema huyu mke wangu huyu mimi simwamini vizuri, wacha mimi nimvamie tu. Unafika nyumbani tu, una ufunguo wako, unafungua pole pole. Nitaka kuona, je, nikiondoka anakaa nyumbani hakai? Nikiondoka anafanya nini? Unafungua pole pole mpaka chumbani, unatizama. Ukifika mbona uniambia? Surprise gani na unataka kumfumania? Yeye yuko katika kufikiria mambo machafu, maovu. Na wanawake wa siku hizi kiasi wafanyiwe hivyo. Mimi sisemi naunga mkono,
lakini hawajatulia hata kidogo. Subhanallah, ni mambo mangapi ya kufumaniana na matatizo kama haya. Lakini kama tunakwenda Kiislamu hasa, toa salamu kwamba nakuja siku fulani, atazifanyia usafi, atajitayarisha ajili yako wewe Rabbul Bait, mwenye nyumba. Utafika pale hujapikiwa chochote, utaanza kusikia njaa, utahitaji baadhi ya haki zako, labda utapata mambo sio ya kuridhisha na vitu kama hivyo. Sasa unatakiwa uwe mstahimilivu katika hayo. Gonga nyumba, piga kengele ya mlango kama hivyo, hodisha nani, sema fulani, ndio ingie. Huu ndio Uislamu wenyewe. Kwa hiyo ikhwata al-iman, salam ni kitu kimoja ambacho leo Uislamu unatakiwa ukihuishe, kwa sababu kimeshakufa, zile athari zake hazionekani. Au watu wanapeana salamu kwa mambo mengine, labda wanajuana, wewe unampa salamu yule unamjua, nani wako, unampa salamu. Uislamu hauhitaji mpaka umjue mtu ndio umpe salamu. Maadamu ni Muislamu, alama za Kiislamu unaziona, mpe salamu tu, umjuaye na usiyemjua. Akiwa ni Muislamu, akikupa salamu ni wajibu kurudisha, kwa sababu kutoa salamu ni sunna, lakini kuirudisha hiyo salamu ni wajibu. Na sunna ukiacha hupati dhambi, lakini ukifanya unapata thawabu. Lakini wajibu ni lazima, ukiacha unapata dhambi. Kwa hiyo mtu akishakupa salamu, maana ni wajibu wewe kumrudishia salamu. Lakini kutoa ni sunna. Mtume sema haqqul muslim ala almuslim 5, haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni 5. Katika hizo haki 5 Mtume kazitaja: ijabatu da'wa, kama takualika ni haki yako kwenda, kama utapata udhuru umjulishe. Tashmitul atish, kama atapiga chafi akisema alhamdulillah, mwambie yarhamukallah. Iyadatul marid, kama ataumwa mgonjwa ni haki yako kwenda kumzuru, na uende umuombe dua. Na inasuniwa mtu akifika kwa mgonjwa akae muda mchache, lakini pia unatizama zaidi ya hali ya yule mgonjwa. Ikiwa mgonjwa anaburudika kwa kuja kwako wewe, basi usiondoke mpaka akupe ruhusa. Yani unatizama, Muislamu ni mtu wa kupima mizani. Kuna wagonjwa wengine kwa kufika kwako pale anajisikia vizuri, umekuja, unaona hasa kwamba amefurahi. Basi mgonjwa kama huyu uwe utamjaribu tu, basi mimi nakwenda, basi subiri bwana, usiondoke kidogo, basi kaa mpaka akupe wewe ruhusa, kwa sababu ile unampa faraja. Lakini wagonjwa wengine, na hasa inapotakiwa kukaa mbele ya mgonjwa kidogo tu, umemuona hali yake, unamtakia shifa, unamuombea dua, kisha unampa na tamaa maneno mazuri kwamba usijali, Mungu unakupa mtihani kwa sababu nataka kukusamea makosa yako. Yani unampa maneno ya kumfariji mpaka anaona bora nilivyokuwa naumwa leo, kwa Mungu ananisamea dhambi zangu. Mungu, usiende pale kaambia, jana kuna mtu alikuwa anaumwa kama hivi, leo tumemzika. Unamwambia mtu mgonjwa, la haula wala quwwata. Nini? Malaria hiyo? Islam anatakiwa awe fatin, awe anapima mambo yake, sio anawahofisha. Unamwambia ukipona shukuru, unamwombea dua. Ndio iadatul marid. Tiba'ul janaza, yani tashyi'ul janaiz, akifa kwenda kumzika. Jambo hili la kuzikana kwa Unguja, alhamdulillah, dunia nzima sijawahi kuona watu wanapokuwa jambo la maziko wanalifuatilia sana. Huwezi kuona mahala popote katika ulimwengu. Lakini pia hili jambo kama watu wanalifanya kiada, basi linakuwa thamani halina, lazima lifanywe kama ni ibada. Lakini kama unasema kama sijienda kuzika, na wao hawatokuja kuzika, kwa maana unafanya hili kwa sababu nao wapate kuja kukuzika. Ufanyi hili kwa sababu Mtume sema ni haqqul muslim ala almuslim, hapo tutakuwa tunapata hasara. Kwa sababu nini? Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tutazichunguza amali zao walizozitenda zote, tutazipeperusha hewani, itakuwa kama vumbi, kwa sababu mabtughiya bihi wajhullah,
amali hizo hakutaka mtu radhi za Mungu, alitaka fulani aone kama nimekuja kumzika mwanawe. Sayyidina Abdullah ibn Umar posikia hadithi ya Mtume kwamba yeyote atakayekwenda kumuona ndugu yake kwa kuwa amefariki, akamtayarisha mpaka akaenda kamzika, mpaka janaza lake limewekwa kazikwa kabisa, falahu qirat, ana mfano wa jabali Uhud kwa thawabu. Akasikitika, akasema ni qira ngapi zimetupita, ni majabali mangapi ya thawabu kama Uhud yametupita. Kuanzia siku hiyo akisikia mtu mala popote amefariki anakwenda, anamjua hamjui, madamu Muislamu tu anakimbilia nini? Milima ya thawabu kama Uhud. Wale hujamzika mtu kama umjui, hujenda kumzika mtu kama sikutaka na yeye ukifa upate kuzikwa na watu wengi. Kama unafanya amali zako kwa sababu ya kutaka baadhi ya mambo fulani fulani, unakuwa unapata shida bure katika ulimwengu. Bora umweke Mungu mbele kwanza kabla ya kitu chochote kingine. Naam, kuna haki ya ujirani, kuna haki na mambo mengine kama haya. Na lingine la mwisho, wa idha stansahaka fansahahu, akikuomba nasaha ndugu yako Muislamu mnasihi. Hizi ni haki za Muislamu, na raddu salam, na kurudisha salamu. Akikupa salam wewe rudisha salamu, hiyo ni haki. Usimwambie bwana umezidi na salamu zako. Ikhwatal iman, hizi zilikuwa ni adab ambazo lazima tujifunze na tuwe nazo, ili ulimwengu upate kufahamu kwamba Uislamu kweli ni dini ya ambayo ni fitra, inakwenda sambamba na maumbile. Na inshallah Mungu atatujalia ni wenye kuyafuata hayo na kuyatimiza katika majumba yetu. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijabah an tuyassira alayna umurana umur ad-dunya wal akhirah faqdi jami'a hajatina.